hata hivi nimesogea. Mwambie Yesu asubuhi hii, hata hivi nimesogea. Mwambie Yesu, hata hivi nimesogea. Hata hivi nimesogea asubuhi hii. Peke yangu siwezi. Mwambie Mungu, peke yako hauwezi. Mwambie Mungu, peke yangu siwezi. Kama usipokwenda na mimi siwezi. Kama usiponisaidia siwezi. Kama usiponitetea siwezi. Kama usiponiponya siwezi. Kama usiponisaidia kwenye biashara siwezi. Kama usiponisaidia kwenye masomo siwezi. Endelea kumwambia Mungu. Endelea kumwambia Mungu katika ibada hii ya Amka Anza na Kristo. Na Yesu mtenda maajabu atafanya. Na Yesu mtenda miujiza atafungua. Na Yesu mponya wagonjwa ataponya. Mwambie, bila wewe hakuna kitu nitafanya. Mipangilio yote ya maisha yangu inategemea uwepo wako. Maisha yangu yote yanategemea uwepo wako. Bidii zangu zote zinategemea uwepo wako. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Hata saa hii, hata wakati huu, mkono wako wenye kushinda, mkono wako wenye kufanikiwa, mkono wako wenye kufanikisha, katika jina la Yesu Kristo. 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 Tembea sasa watu wajue. Tembea sasa watu waone. Tembea sasa usibitike. Tembea sasa kwa jina la Yesu. Tembea sasa uonekane kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Angusha kila ngome, angusha kila uganga, angusha kila uchawi katika jina la Yesu. Uchawi wa njia panda, uchawi wa masokoni, uchawi wa kaburini, uchawi wa kila namna katika jina la Yesu. Yoyote aliyesogea madhabahuni kwako Bwana apokee neema kwa jina la Yesu hai. Hakuna kitu naweza, hakuna kitu tunaweza kama Mungu hakufanya. Nani angetusaidia? Nani angetutetea? Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uwe pamoja nasi, uwe pamoja nasi, uwe pamoja nasi, uwe pamoja nasi kwenye ibada hii ya Amka Anza na Kristo. Nguvu zako, neema yako, kibali chako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ule muda tumewekewa ya kufanikiwa, ule muda tumewekewa wa kufanikiwa, ule muda tumewekewa wa kuinuka, ule muda tumewekewa wa kukumbukwa katika Yesu. Hatutaitwa tumesahaulika, tutaitwa tuliokumbukwa, tutaitwa tuliotafutwa, tutaitwa kwa jina yako, tutaitwa kwa uwezo wako, tutaitwa kwa neema yako, tutaitwa kwa zile baraka ambazo Mungu umezikusudia katika jina la Yesu. Katika damu ya Yesu. Nasema watu wote waliosogea kwenye madhabahu hii, watu wote wasikiao sauti hii wanaponywa kwa jina la Yesu. Wanaponywa kwa jina la Yesu. Wanaponywa walio masokoni, wanaponywa walio hospitalini, wanaponywa. Yoyote uliyesikia
Yoyote anayesikia sauti hii ukiwa umelala, yoyote anayesikia sauti hii ukiwa masokoni, yoyote anayesikia sauti hii ukiwa hospitali, yoyote anayesikia sauti hii mahali popote ulipo, na iagiza sauti ya uweza wa Mungu uanze kuponya, na iagiza sauti ya uweza wa Mungu ikikufungua, na iagiza sauti ya uweza wa Mungu ikikufungua, ikifungua vifundo vya kila namna, ikifungua magonjwa ya kila namna, yakikuachia. Ewe magonjwa, achia mwili asubuhi hii, achia mwili, achia mwili, achia afya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, tumesogea kwako, wewe unayeweza kutulea. Baba, tumesogea kwako, wewe unayeweza kututunza. Baba, tumesogea kwako, wewe unayeweza kutusaidia. Baba, tumesogea kwako, wewe unayeweza kutushika mkono. Baba, tumesogea kwako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna kitu Mungu atashindwa kukifanya. Onje. Mkaribishe Yesu. Mkaribishe Yesu asubuhi hii. Umwambie Yesu, ninakukaribisha. Nataka nionje uzuri wako. Nataka nionje malezi yako. Nataka nionje neema unayotembea pamoja nami. Nataka nionje, nataka nionje, nataka nionje. Oh, kwa Yesu ni kuzuri mwe. Oh, kwa Yesu ni kuzuri mwe. Oh, kwa Yesu ni kuzuri mwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ningependa tusome somo kidogo, lakini ibada yetu ya Amka Anza na Kristo tutajifunza somo moja linaloitwa malezi. Haleluya, haleluya. Yeyote unayetusikia kwenye mawimbi ya Twaweza Ministry, madhabahu ya Tumepewa Kushinda, ningependa nikukaribishe kwenye ibada hii ya Amka Anza na Kristo, na Yesu mtenda miujiza atakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mungu bado anakupenda na Yesu bado anakujali. Wala Mungu hajakukatia tamaa, wala Yesu hawezi kukuacha. Kama umekata tamaa, huwa unafahamu ya kwamba shetani anajisifu kwa wewe kukata tamaa. Kama umevunjika moyo, huwa unajua adui zako sahihi wako wanashangilia kwa sababu wewe umekata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ningependa tuzungumzie somo moja kidogo. Yamkini umekutana na magumu
kiasi cha kwamba umekata tamaa. Yamkini unajiona ni kama wewe unakataliwa. Yamkini umevunjika moyo, unaona kama na treatment yako, malezi yako, unaona kama ni malezi ya kukuseparate, unaona kama ni malezi ya kukueliminate, malezi ya kukuweka mbali. Yamkini Mungu anakuweka mbali kwa sababu malezi yako ni malezi ambayo hayafanani na wengine. You as a special, wewe ni special kwa Mungu. Kwa Mungu anakutazama kama special. Mungu hakutazami kama dhaifu, anataka kutazame kama mtu ambaye unatakiwa kuvaa ujasiri ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini watu wamekutenga, umekaa mbali nao. Kuna wengine wanakunyanyasa, au kuna wengine wanakuona ni kama haufai, au kuna wengine wanakuona ni kama wewe kukaa nao si hazi yao. Huwa na uhakika ya kwamba malezi ya Mungu hajawahi kukosea. Haleluya! Mungu hajawahi kukosea, wala eneo la Mungu ambalo limekuweka hajakosea. Yamkini kuna mwingine anasema tungekuwa tunachagua kuzaliwa, yamkini angesema Mungu, ninaomba ningezaliwa Ulaya. Na kuna mwingine angesema Mungu, mimi kuzaliwa huku Afrika sio levo yangu. Na kuna mwingine anasema mimi kuzaliwa mweusi sio hazi yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jivunie hivyo ulivyo. You are so special for Jesus. Wewe ni special kwa Mungu. Wewe ni special kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo malezi unayolelewa ni malezi automatic ya kimungu, au ni malezi ambayo Mungu ameachilia kwako ulelewe kwa namna kama hiyo. Yamkini unaweza kukata tamaa. Usikate tamaa, inua tumaini upya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutazungumzia kwenye kipengele kinaitwa malezi. Tukizungumzia malezi maana yake nini? Haleluya. Malezi maana yake nini? Spiritual treatment. Malezi maana yake nini? Yamkini una watoto nyumbani. Kila mtoto ana tabia yake. Malezi maana yake nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtoto, hakuna baba au hakuna mama ambaye anaweza akakubali mtoto wake akakaa mahali pabaya, wala hakuna mzazi ambaye anaweza akakubali mtoto wake akapita kwenye shida. Hayupo. Pia hakuna mzazi ambaye anapenda mtoto wake angekaa goigoi kiwango cha kwamba kila siku analia. Huyo hayupo. Ndio maana Mungu anapenda uwe ni mtoto ambaye ni jasiri, anapenda uwe ni mtoto ambaye unajiamini, ni mtoto ambaye una uhodari, una uwezo wa kupigana vita vya kiroho, una uwezo wa kupigana vita vya kimwili ukashinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Malezi ya Daudi, tutazungumzia malezi ya Daudi, alafu tutazungumzia malezi ya Yusufu, alafu tutazungumzia malezi ya Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukienda kwenye hiyo mifano utagundua ya kwamba malezi ya Mungu haijawahi fanana na malezi ya mwanadamu. Mungu ana malezi ambayo hayataki yamuone mtu akiwa dhaifu, hayapendi yamuone mtu akiwa mwoga, au hayapendi yamuone mtu akiwa ni mtu wa kuogopa, ni mtu wa kuona hofu na mashaka wakati wote. Pia malezi ya Mungu yanataka yamuweke mtu akiwa hodari wa kupigana vita, si mtu wa kulialia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza na kuanzia mstari wa 17. Samueli wa kwanza sura ya 17, tutaanzia mstari wa 17. Samueli 17:17.
Samueli 17:17. Bwana Yesu asifiwe. Samueli 17:17. Biblia inasema, ndipo Yese akamwambia Daudi mwanawe, haya sasa uwachukulie ndugu zako efa ya bisi na mikate hii 10, ipeleke upesi kambini kwa ndugu zako, ukampelekee akida wa 1000 yao jibini hizi 10, ukawaangalie wa hali gani, kisha ulinetee jawabu yao. Basi Sauli na watu wote wa Israeli walikuwa katika bonde la Ela wakipigana na Wafilisti. Daudi akaondoka asubuhi na mapema, akawaacha kondoo pamoja na wachungaji, akavitwaa vitu vile, akaenda kama Yesu alivyomwamuru. Akafika penye magari wakati lile jeshi walipokuwa wakitoka kwenda kupigana, wakipiga kelele za vita. Nao Waisraeli na Wafilisti wakajipanga, jeshi hili likabiri jeshi hili. Basi Daudi akaviacha vile vyombo vyake katika mkono wa mlinda vyombo, akalikimbilia jeshi, akafika akawasalimu ndugu zake. Hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea, yule Mfilisti wa Gathi, jina lake Goliati, akitoka katika jeshi la Wafilisti, akasema maneno yale yale, naye Daudi akasikia. Na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia, wakaogopa sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi alikuwa ni mchunga kondoo. Haleluya. Daudi alikuwa ni mchunga kondoo na alizoea kukaa kondeni. Alipokuwa amezoea kukaa kondeni, alizoea kwenye eneo ambalo alikuwa anachunga kondoo. Kulikuwa na wanasimba, kulikuwa na chui, kulikuwa na dubu, kulikuwa na wanyama wakali ambao walikuwa na uwezo wa kuleta madhara kwenye mifugo. Haumuoni Daudi akiwa na hali ya uoga wa kupambana naye, wa kupambana na dubu, kupambana na simba, kupambana na ng'ombe, kupambana na yoyote ambaye mnyama mkali yoyote. Daudi alikuwa na uwezo wa kupambana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alikuwa na kaka yake ambaye alikuwa anaitwa Eliabu na wengine wakina Shama, ambao hawa wakina Shama walikuwa ni watoto wa Yese ambao wako kwenye jeshi. Ni watoto ambao yamkini ni watoto ambao walikuwa wamesoma, walikuwa na uhodari ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna maeneo mawili hapo ya malezi. Kuna maeneo ambayo Mungu aliyatenga kwa ajili ya Daudi. Ni maeneo ambayo Mungu alikuwa ameyatenga kwa ajili ya Daudi ili awe na uwezo wa kuwa na ushujaa, awe na uwezo wa kuwa na uwezo wa kuvaa ujasiri. Yamkini huko kwenye eneo ambalo wengine wote ni waoga. Haleluya. Ukitaka kuanzisha jambo fulani wote wanaogopa. Ukitoa wazo la kupita, wazo la kufanya biashara, wanaanza kuogopa, wanasema itakuwaje kama biashara yetu isipoenda vizuri. Una watu ambao wanahofia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Wewe unaisikia sauti hii mahali ulipo na ujasiri ulionao, inamaanisha jua ya kwamba malezi yako ni tofauti na watu wengine. Malezi yako ni tofauti na watu wengine. Pia malezi yako hayafanani na yoyote. Na kama malezi yako yangefanana, uwe na uhakika hapo ulipofika usingefika. Panahitaji watu majasiri, panahitaji watu wasiokata tamaa, panahitaji watu wasiovunjika moyo, panahitaji watu wasiolaumu. Na kama unaweza ukawa unawalaumu watu wengine, uwe na uhakika ya kwamba unaua jicho lako la ujasiri.
Yoyote ambaye anaweza kulaumu watu wengine, uwe na uhakika jicho la ujasiri wa kupambana linaisha. Mna wote nasema pasipo fulani asingekuwa fulani, nadhani maisha nisingeishi maisha haya, asingekuwa fulani yamkini nisingetembea hivi, asingekuwa fulani yamkini Sikiliza nikwambie, Daudi alikuwa hana mtu yoyote wa kumlaumu. Alikuwa anajua pasipo Bwana hakuna kitu anaweza kufanya. Haijalishi Mungu amemweka kwenye kuchunga kondoo, haumuoni akiwa ananung'unika. Hata kama kaka zake wako jeshini, yamkini ungekuwa ni wewe ungesema hivi, kaka, haiwezekani unitengenezee mazingira nikae mazingira salama, lakini haumuoni Daudi akitembea kwenye lawama. Ni wangapi ambao wanatembea kwenye lawama? Ni wangapi ambao wanaraumu ndugu zao? Ni wangapi ambao wanaraumu kaka zao? Ni wangapi ambao wanaraumu ndogo zao? Uwe na uhakika ya kwamba kama kuna mtu umemuinulia lawama, huwa unafahamu kwenye huo mlango wa lawama uliofungua kuna jicho la ushujaa, uhodari wa kupambana kwenye hatua inayofuata limekufa. Jicho la uhodari wa kupambana kwenye hatua inayofuata limekufa. Na kwa nini limekufa? Kwa sababu unaona bila fulani hauwezi kusogea, au unaona bila fulani usingekuwa hapo. Inamaanisha unaraumu, yamkini amekuacha pagumu, yamkini amekuacha penye machozi. Inuka twende, safari bado inaendelea. Inuka twende, safari bado inaendelea. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Inuka twende, safari bado inaendelea. Unamwona Daudi akiwa kwenye kuchunga kondoo, anawaacha wale wana kondoo, anawapelekea chakula kaka zake kwenye kambi la jeshi. Lakini anapofika kwenye kambi la jeshi anamkuta Goliati akiwa anapiga kelele, na jeshi zima limekuwa na uoga. Kama tulipojifunza kwenye ibada ya saa 6 usiku, tulijifunza tukasema hivi kwenye lile somo la kelele, tukasema jambo hili kwamba Goliati alitumia kelele kuwatisha wana wa Israeli, kuwatisha. Makelele yake yalikuwa yamkini, Goliathi alikuwa na sauti kubwa kiwango ambacho akipiga kelele inaenda umbali mrefu, na yote anayeshikia sauti anaogopa. Lakini unamuona Daudi haogopi. Kwa nini? Mazingira ambayo amelelewa ya kimungu, au mazingira ya kumjua Mungu, amelelewa mazingira ya ujasiri wa kuto kuogopa chochote, maana anajua ya kwamba akiwa na Mungu hakuna wezaye kuzuia misheni za kimungu. Ni hivi, misheni za kimungu hazizuiliwi na yoyote. Misheni za kimungu hazijawahi zuiliwa na Goliathi. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tupo duniani kwa sababu ya mission, na tupo duniani kwa sababu ya kazi maalum, na tupo duniani, hatupo ili tuogope uchawi, au hatupo duniani ili tuogope waganga, wala hatupo duniani ili tumtukuze shetani. Tupo duniani ili tumtukuze Mungu, kwamba tunaye Mungu awezaye, na tunaye Mungu atupae kushinda, tunaye Mungu atupae kuinuka, tunaye Mungu atupae kustawi, tunaye Mungu atupae utajiri. Haijalishi kwenye familia uliotoka, haijalishi baba alitembeaje, haijalishi mama alitembeaje. Yamkini hizo baraka unazotembea nazo ni kwa sababu umelelewa kwenye hiyo familia. Imefikia mahali Mungu anatamani aitumie familia yako kama ushuhuda, kwamba hata walio wadogo wanainukaga, wanakuaga wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata walio wadogo wanainukaga, wanakuaga
wakubwa. Uwe na uhakika ya kwamba kwenye familia hiyo hiyo uliozaliwa, kwenye familia hiyo hiyo atatoka tajiri, kwenye familia hiyo hiyo uliozaliwa, kwenye familia hiyo hiyo atatoka mbunge, kwenye familia hiyo hiyo uliozaliwa, kwenye familia hiyo atatoka daktari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamuona malezi ya Daudi, amekaa kondeni akichunga kondoo, amechunga kondoo, lakini baba yake amemtengeneza Daudi ni kama chaguo lake la mwisho, chaguo lake la mwisho, mtu wa kutumwa tumwa, mtu wa kutumwa tumwa. Hatumwi mahali pazuri, anatumwa mahali anatumwa mahali ambako mahali ambako yeye haingii kama the first choice, anaingia kama ziada. Anaingia kama mwangalizi wa wengine. Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaonaje unakuwa ni mwanajeshi lakini mpishi? Unaonaje unakuwa yani wewe unakuwa wa mwisho tu. Kama ni darasani wewe unakuwa ni mtu ambaye unang'oa visiki. Yani yani haupendelewi. Uwe na uhakika wale masalia, inamaanisha hata kama ni kanisani, unaona wanakupa wewe nafasi ya mwisho. Wewe ni mfagiaji, wewe ni cheo fulani ambako kanaonekana kana zalau pale kanisani. Haupewi kwenye ngazi ya ushemasi, uzee wa kanisa. Wewe ni mtu wa kutumwa, nenda kaoshe vyombo, nenda kafanye. Uwe na uhakika kwenye eneo hilo unalotumwa, kama eneo la dharau, ndilo eneo ambalo Mungu atakutokea. Haijalishi unatumwa kwenye maeneo ambako wote wanaona ni kama ufai. Si swala kwamba wote wanakuona ufai, lakini Mungu anakuona unafaa. Kwenye eneo hilo amekuhifadhi. Inamaanisha adui hawezi kuona kwamba wewe una ujasiri kiwango gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaonaje ungeenda jeshini siku moja alafu ukawa na ujasiri kuliko wanajeshi? Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Unaonaje kama ungeenda jeshini siku moja alafu akakuta kumetokea vita, unasema wewe unaweza kupigana kuliko wanajeshi? Inamaanisha unaweza kushinda hiyo vita, unaweza kutengeneza plan game, namna ya kupigana. Unaweza kutengeneza system ya namna ya kushinda vita. Unaonaje? Wanakuambia wewe si mzoefu, umewahi jifunza jeshi wapi? Tupe vitambulisho vya jeshi. Yamkini hata ukienda kwenye afya lazima wakuulize tupe vitambulisho vya afya. Unasema mimi naweza nikaachilia matibabu hapa. Wanakuambia tupe vitambulisho vya udaktari, au tupe vitambulisho vya unesi. Au anaweza kukwambia, unasema unaweza kupigana, basi tupe vitambulisho vya upiganaji wako. Tupe CV, ulifanya vita wapi? Bwana Yesu. Na CV yako inaandikwa kufatana na mazingira uliyokuwa unakaa, mazingira uliyokuwa unalelewa. Malezi ya Mungu aliyokuwa namlea Daudi, alikuwa namlea kwenye mazingira ambayo amevalishwa ujasiri. Hakuna naye mjua isipokuwa yeye mwenyewe anajua yale malezi aliyoyapata. Yamkini huyu Goliati ni sawa na simba, yamkini huyu Goliati ni sawa na dubu, lakini anajua yale malezi aliyolelewa. Hajalelewa kuogopa chochote akiwa na Mungu. Kwa nini wewe unaogopa ukiwa na Mungu? Unaogopa ukiwa na Mungu kwa sababu haujamjua huyo Mungu wako ni Mungu wa namna gani. Yamkini kwenye eneo la malezi ulikimbia, uliona kama ni mateso. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Unaona ni kama mateso. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kama mateso, lakini unamwona Daudi anawatembelea wakina Eliabu, wakina Shama. Anafika pale anakuta wanatishiwa na Goliath.
Goliath anawaambia, mimi nayaaibisha majeshi ya Bwana hivi leo, ninaweza nikawapiga nyie wote. Lakini Daudi anaangalia, huyu asiyetairiwa ni nani? Anayetukana majeshi ya Bwana ni nani huyu? Ni nani huyu? Ni nani huyu? Ni nani? Ni nani anayetutishia huyu wakati tuna Mungu ndani? Ni nani? Leo unatishiwa na wachawi, leo unatishiwa na mganga wa kienyeji, leo unatishiwa na magonjwa, leo unatishiwa. Yamkini umefundishwa somo gumu sana kwamba ufalme wa giza unavyofanya kazi. Si swala ufalme wa giza unavyofanya kazi, upo ufalme wa Mungu uwezao kuangusha ngome za ufalme wa giza. Haijalishi zimeandaa mbinu ya namna gani, kila mbinu ambayo adui anainua haitafanikiwa kwako. Uwe na uhakika, kila mbinu ambayo anatumia kuiangusha biashara yako, hiyo mbinu haitafanikiwa. Amini neno hili usikiapo maombi haya. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tunakuja kwenye malezi ya kina Eliabu na Shama. Wamejikuta wako kwenye mazingira ya hofu, mashaka, wanaogopa. Kwa nini wanaogopa? Inamaanisha jeshi lote la Sauli wamekaa kwenye eneo la hofu. Spiritual share. Wameshare hofu, wameshare mashaka, wameshare woga. Na Daudi anavyokuwa anatokea, wanatamani washare naye, ili naye Daudi aanze kumwogopa Daudi kama wao wanavyomwogopa Goliati. Daudi anafika kwenye kambi yao, anakuta wao wanamwogopa Goliati, lakini anapojaribu kuvaa ujasiri wa eneo alilolelewa, eneo la malezi alikotoka, na anasema jamani, mimi ni kweli nilikuwa kondeni na chunga kondoo, lakini alipotokea dubu akamkamata mwanakondoo, mimi nilikuwa na uwezo wa kumtoa mwanakondoo kwenye kinywa cha dubu na akatoka akiwa salama, na yule dubu akijaribu kufanya vita na mimi nilikuwa na uwezo wa kumuua. So huyu Goliati si kama dubu. Waambia acha Daudi, umechanganyikiwa wewe. Kwa nini unaweza unamlinganishaje Goliati na dubu? Goliati, yamkini hata Goliati alikuwa na yeye amewahi kuua dubu. Hiyo si swala kujua, lakini swala kujua ni ujasiri aliyokuwa nao Daudi, ni kwa sababu ya maeneo aliyokaa. Una ujasiri wa kupambana kufuatana na hali ya ugumu wa maisha ambayo umewahi kupitia. Una ujasiri wa kujiamini kwa sababu kuna mahali usipojiamini haupiti. Haleluya. Hakuna mdogo ambaye amewahi thaminiwa. Hakuna mdogo ambaye amewahi sikilizwa. Kuna mazingira unaweza ukaenda, kila mtu anakusarau, kila mtu hakuchukulii kama una nafasi ya pili ya kuonyesha chochote. Unachukuliwa ni kama mtu ambaye kwenye jamii ni kama mtu wa mwisho. Haleluya, 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 haleluya. Ala, unachukuliwa ni kama haufai, haustahili. Ukiwaambia jambo hili linawezekana, wanakuambia umesoma wapi? Hebu tuonyeshe vigezo. Kuna watu hawajaenda shule kabisa, lakini ni mainjinia wazuri. Kuna watu wana ujuzi wa asili. Kuna watu wana ujuzi ambao hata kwenye serikali unaweza kusaidia, lakini kinachowaweka nje ni CV walizonazo, CV za makaratasi. Kuna watu wanaweza kuongoza nchi, wanaweza kuongoza mitaa, wanaweza kuongoza mikoa, wanaweza kuongoza jamii, wakaiongoza katika maadili yaliyonyoka. Lakini kwa nini inafikia mahali hawawezi kuthaminiwa? Kwa sababu ya CV za kwenye makaratasi.
Yamkini Daudi na yeye alikuwa hana CV za wanajeshi za kwenye makaratasi, kwa sababu CV zake yamkini zingempa nafasi. Ndio maana wanapompa combat za kijeshi za jeshi la Sauli, unaona zile combat anashindwa kuzivaa kwa sababu hajawahi kuzijaribu. Kwenye mazingira yako kwenye mazingira tunafanya tulichozoea kufanya, na kama tunataka tufanye zaidi ya viwango, lazima tuwe na Mungu awezaye kufanya zaidi ya kiwango. Na kama hawezi kufanya zaidi ya kiwango, uwe na uhakika ya kwamba hawezi kuvuka. Tunahitaji Mungu awezaye kufanya zaidi ya kiwango. Kuna maeneo yanakuhitaji kiwango, na kuna maeneo yanakuhitaji neema, na kuna maeneo yanakuhitaji ujasiri. Kwenye maeneo yanakuhitaji ujasiri, ukijumlisha kiwango, ukijumlisha uwezo ambao wa mazingira mahali umelelewa, basi Mungu na yeye akiongezewa power ya uwezo, uwe na uhakika ya kwamba hakuna kitu kitashindikana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona malezi ya kina Eliabu, wamelelewa kijeshi, lakini ni wanajeshi waoga. Tunaona wakina Shama wako kwenye jeshi la Sauli, ni kweli, lakini ni wanajeshi waoga. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hawa ni wanajeshi waoga, wanaogopa. Hawaendi kufanya vita na Goliati, ila wao wanaogopa hata kabla hawajaingia kwenye uwanja wa vita. Hawaendi kufanya biashara, wanaogopa kabla hawajaanza biashara. Hawaendi kusoma chuo, wanaogopa kabla hawajaenda chuoni. Hawaingii kwenye ndoa, wanaogopa kabla hawajaingia kwenye ndoa. Haleluya, haleluya. Kuna mazingira Mungu alikuweka pagumu. Ulikaa kondeni ukichunga kondoo, ni kama kazi fulani ambako kanakuzalilisha, lakini kwenye maeneo hayo kuna kitu Mungu anakufundisha ambacho mtu wa mjini hawezi kuwa nacho. Kwa mfano, wachungaji wote wa mifugo ambao wanachunga mifugo wana ujasiri, wako tayari kupambana na mwenye mazao, na wakirudi nyumbani hawasemi kama wamepambana mwenye mazao. Jamii zote za mifugo unakuta katoto kadogo kana ujasiri mkubwa, hakaogopi chochote, kana uwezo kupigana, kana hakikisha mifugo inarudi salama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa yoyote anayesikia sauti hii ni ibada ya Amka Anza na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tuko kwenye somo linaitwa malezi. Ukienda kuangalia malezi ya Samueli, unagundua Samueli amelelewa katika madhabahu ya Eli. Pamoja na kwamba Eli alikuwa hana uwezo wa kusikia, lakini alikuwa na indicator za kujua kwamba hii saa ni saa Mungu anasema. Ndio maana namwambia, kamwambie Bwana, umwambie nena nami. Ndo aliyemfundisha Samueli namna ya kuitika. Yamkini unaweza ukasikia sauti ya Mungu, lakini hujui namna ya kuitika. Mazingira yako Mungu anakuita. Kama Mungu amekuita kwenye hayo mazingira, unaitikaje? Samuel Eli alikuwa anajua kwamba ili Mungu akikuita unaitikaje. Lakini unaona Mungu anaona Musa hawezi kulelewa na wana wa Israeli, anamchukua, anafanya mpango Musa alelewe ndani ya ukuta wa Farao, afundishwe namna ya uongozi, afundishwe namna ya kugadi, afundishwe namna ya kuamua. Ingekuwaje wewe leo unaenda kulelewa Ikulu, alafu nasikia wewe si mtoto wa Ikulu? Ungejisikiaje? Umechanganya njiwa na bundi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Umemchukua njiwa ukamchanganya na bundi. Ni kweli umemchukua njiwa akiwa mtoto. Ni kweli umechukua mwewe umechanganya na vifaranga vya kuku. Ni kweli umechukua mwewe mtoto umechanganya na vifaranga vya kuku, lakini uwe na uhakika kuna siku atajua mimi ni mwewe. Haleluya. Kuna siku atajua mimi ni mwewe, mimi si kuku, mimi ni mwewe. Ndivyo ilivyotokea hata Musa alivyokuwa nakaa kwenye malango ya Farao, rangi zinaanza kutofautiana, anajua kabisa mimi ni Musa. Watoto wote wanaweza watoto wote wachanga wakizaliwa huwa wanafanana, lakini wanapoanza kukua wanatofautiana maumbile. Kuna mwingine anaonekana huyu ni mzungu, na kuna mwingine huyu anaonekana ni Mchina, kuna mwingine huyu anaonekana ni Mwafrika, kuna mwingine huyu anaonekana ni mfupi. Hii mbegu ya ufupi hii mbegu ya ufupi hii ni ya mkoa fulani, hii mbegu ya urefu hii ni ya mkoa fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo ilivyokuwa ile chata ya Musa au ile sura ya Musa au umbile la Musa lilikuwa halifanani na wana wa Israeli, lilikuwa halifanani na wana wa Misri, lilikuwa inafanana na wana wa Israeli, wana wa kiagano. Inamaanisha wana wa kiagano wana mifanano kama wanafunzi wa Yesu walivyokuwa na mifanano na Yesu, na ndivyo ilivyo wana wa Israeli wote walikuwa na mifanano. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mpigie Yesu makofi. Mpigie Yesu makofi. Mpigie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unaona Musa analelewa kwenye malango ya Farao, analelewa kama mtoto wa Farao. Wakati huo Farao anajua yamkini huyu ni mbegu itakayonisaidia baadaye, lakini kumbe baadaye Musa atakapopata ufahamu atajua mimi si kuku, au mimi si wa Farao, au mimi si Misri, mimi ni mwana wa Israeli. Na kama ni mwana wa Israeli, mimi ni mwana wa kiagano. Na kama ni mwana wa kiagano, agano letu linasemaje? Agano letu linasema sisi si watu tunaokaaga utumwani, sisi ni watu tunaokaaga kwenye neema ya kushinda. Na ndivyo ilivyo. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Vipi wewe ukilelewa kwenye maisha magumu unajisikiaje? Vipi ukilelewa kwa kubaguliwa unajisikiaje? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ukilelewa kama Yusufu, ndugu zako wote wanakubagua, unajisikiaje? Unaishi wewe una roho ya kukataliwa. Umeitumwa kwenda kuchunga mifugo siku ya sherehe. Fikiria Daudi, siku ambayo wanasema ni siku ya sherehe nyumbani kwenu, yeye ametumwa kwenda kuchunga kondoo. Lakini haumuoni akiwa amejali, unamuona naye akiwa free. Hakuna blaming yoyote ambaye ana blame, ambaye anaraumu. Kuraumu kunaua jicho la kiroho la kufanya mambo ya kiroho yenye uweza zaidi kuliko ya kwanza. Yamkini unasema nisingekuwa na fulani ningefanya vizuri zaidi. Akili yako kuna mahali imezibitiwa. Na ni kwa nini imezibitiwa? Imezibitiwa kwa sababu umewatumaini wanadamu kuliko kumtumaini Mungu uliye naye. Mungu uliye naye kwenye eneo amekuweka, kuna vitu anatamani ujifunze. Kuna watu wamekutenga kwa sababu hawana vitu vya kukufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Hawana vitu vya kukufundisha. Ndio maana utagundua kwenye ile jeshi la Sauli wote walikuwa waoga. Kwa nini? Waliambukizana woga. Waliambukizana woga, spiritual share, wakashare woga. Na Daudi alivyokuwa anajaribu kushare ujasiri, hakuna aliyekuwa anaweza kuamini ujasiri wa Daudi, kwa sababu umbo la Daudi halifanani na yale anayosema. Yamkini haufanani sawa na watu wanavyokukagua. Wakikukagua kwa kawaida wanakuona wewe ni wa kawaida, lakini inatakiwa ujitambulishe ya kwamba Mungu uliye naye sio Mungu wa kawaida, ni Mungu awezaye kuvuka viwango, ni Mungu awezaye
awezaye kuvuka viwango. Hata hivyo biashara yako lazima iwe na uwezo wa kuvuka viwango. Hata hivyo huduma yako lazima iwe na uwezo wa kuvuka. Wamesema ni kweli na watu wawili ni kweli, lakini waambie Mungu wangu, hata kama Mungu wangu, hata kama wanasema tuko wawili, lakini sisi ni watu wa kuvuka viwango. Bwana Yesu asifiwe sana. Unategemea mfadhili atoke wapi akufadhili? Inuka twende. Una nguvu na una ujasiri. Yesu akusaidiaye atakusaidia tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika nusu saa hii ya ibada ya Amka Anza na Kristo, basi utaomba pamoja nasi. Utamwambia Mungu, ninajua mahali nilipo. Malezi yako wewe Mungu hujawahi kukosea. Hujawahi kukosea. Najua Mungu hujawahi kukosea. Yamkini nimelaumu wengine, nimejilaumu, nikasema Mungu, kwa nini nimezaliwa kwenye hii familia? Ninaomba rehema, ninaomba toba. Ninakurudishia utukufu na heshima kwamba mahali nilipo unanijua na uko tayari kunitoa kwenye ugumu huu. Uko tayari kunitoa kondeni na kunipeleka kwenye mlango ya Sauli. Haijalishi watanichukuliaje, lakini wewe utaonekana kwangu. Wewe ni Mungu muweza. Haleluya, haleluya. Omba nani. Mwambie Mungu, nakurudishia utukufu na heshima. Nakurudishia utukufu na heshima. Nakurudishia utukufu na heshima. Nakurudishia utukufu na heshima. Kwa wewe kwako inawezekana. Hivi nilivyo, umenilea kwa namna kama hii na ujasiri kama huu, ni kwa sababu ni wewe uliamua kunilea namna kama hii. Yamkini tunatokea kwenye familia ambayo watu wote wanashangaa, lakini natangaza kwenye ulimwengu wa roho, ni saa ya kuinuka. Utukufu wako Bwana. Nasema haujakosea kunilea namna kama hii. Haujakosea kunisaidia namna kama hii. Haujakosea kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema nitumie kama ushuhuda, maelfu wajue ya kwamba mahali imetoka hakukuwa kurahisi, lakini wewe umefanya.
utukufu wako Bwana. Utukufu wako Bwana, ndio Bwana. Hata hapa tumeshinda ni kwa sababu ya uweza wako ulikuwa pamoja nasi. Uweza wako ulikuwa pamoja nasi. Nguvu zako zilikuwa pamoja nasi. Neema yako ilikuwa pamoja nasi. Haukutuacha tulivyo. Haukutupungukia Bwana. Haukutuacha tuteseke. Haukuacha tulie. Haukutuacha tulie. Baba, katika jina la Yesu. Haukuacha tulie. Haukuacha tulie. Haukuacha tulie. Haukuacha tulie. Haukuacha tuteseke. Haukuacha kwa jina la Yesu. Wewe Bwana haukuacha. 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 Umetembea nasi nyakati zote. Umetembea nasi majira yote. Umetembea nasi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tumia familia zetu kama ushuhuda. Tumia miaka yetu kama ushuhuda. Mahali tulipo, kuna watu wanatamani watuone. Kuna watu wanatamani wakuone. Katika jina la Yesu. Ni saa ambayo inataka kujitambulisha kwamba uko ndani yetu. Hakuna kitu ambacho hauwezi kufanya. Hakuna kitu ambacho hauwezi kutenda. Yote yanawezekana. Wakati umefika kwenye mazingira wanatushirikisha kwenye uoga, ninakataa kuungana na waoga. Ninaungana na watu majasiri uliowatengeneza kwa sura yako, uliowatengeneza kwa uweza wako, uliowatengeneza kwa neema, uliowatengeneza kwa jina Yesu. Kwenye nyakati na majira kama haya, kuna wengine, kuna binti yule, kuna kijana yule, kuna binti yule, kuna mama yule ambaye ayamkini amekata tamaa. Nasema umvishe ujasiri wa kuinuka tena. Yamkini amekata tamaa, amevunjika moyo kwenye maisha anayopitia, kwenye miaka anayopitia. Nasema kwa jina la Yesu, naliagiza neno la ujasiri sasa kwenye kila eneo. Yamkini kwenye biashara yako inasukwa na mabaya. Baba, katika jina la Yesu, nasema nenda kapereke uweza, nenda kapereke neema ya kumuinua baba yule, ya kumuinua binti yule, ya kumuinua kijana yule. Yamkini yule mama ametelekezwa na watoto, yamkini yule binti ametelekezwa na ujauzito. Nalipeleka neno lako na msaada, akainuke tena, akainuke tena, akainuke tena, akainuke tena, akainuke tena. Ninatangaza damu ya Yesu, ninatangaza damu ya Yesu. Natangaza damu ya Yesu katika jina la Yesu. Kwa wewe tunashinda, kwa wewe tunafanikiwa, kwa wewe tunastawi, kwa wewe tunaongezeka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa wewe sisi ni matajiri, kwa wewe tunafanikiwa, kwa wewe tunapenya, kwa wewe tunainuka katika jina la Yesu Kristo aliye hai.
Inua tumaini mahali umekata tamaa. Inua tumaini mahali umevunjika moyo. Mwambie Mungu, ni wewe tu, ni wewe tu, ni wewe tu. Hata hapa na kurudishia utukufu. Mahali nimepita sikuweza bila uweza wako kutokea. Mahali nimesogea, ni wewe umenisaidia. Mahali sikuweza, ni wewe uweza wako tuchukua nafasi. Mwambie Mungu, mwambie Mungu, mwambie Mungu, bila wewe hakuna mahali ningesogea. Bila wewe Mungu hakuna kitu ningefanya. Mwambie Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu haukunipungukia. Hata saa hii nasema ndio, ndio, ndio Bwana, nakurudishia utukufu. Wakati naenda kuomba kwenye chorus hii, mwambie Mungu, ndio, 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 ni wewe umenitengeneza kwa namna kama hii. Ndio, 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 ni wewe. Hata ninavyoonekana, naonekana kwa ujasiri wa kimbingu. Ndio, 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 naonekana kama jabari lililoshushwa kutoka mbinguni, kwa sababu kuna mazingira unitengenezea ya ujasiri. Sikuungana na waoga, sikuungana na waliokata tamaa. Nasema ondoka kwenye hilo eneo ulilokata tamaa, inuka tena, uwe majasiri kati ya majasusi wa kimbingu, uwe pamoja na wewe, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Omba nasi kwenye ibada hii ya Amka Anza na Kristo. Basi Roho Mtakatifu atainua tumaini tena, na utukufu wa Mungu utakufunika. Amen. Amen. Utukufu wako Bwana. Ratiba zetu za ibada zinaanza saa 10 asubuhi mpaka saa 11 mpaka saa 12 kamili asubuhi. Basi Roho Mtakatifu atendaye matendo makubwa atatenda na kwako.